Nijuze kivuli cha amani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapendwa watazamaji popote pale mlipo. Nasi tunasherehekea mazazi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza msalie tena, msalie na msalie tena na tena kwa wingi katika siku ya kuzaliwa kwake. Na leo nipo na mgeni ambaye anatufanyia tashrif na takrim, bali anatajirisha kipindi cha Nijuze. Amekuja kumzungumza Mtume, muamala wake, maisha yake, baadhi ya sera au katika sera yake. Vile vile tutamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi aliweza kuishi akapendwa na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka leo tunamsherehekea namna hii katika siku ya mazazi yake. Tuko naye Sheikh wetu mpendwa Sheikh Ba Hassan An-Naufali kutoka Tanzania. Asalamu alaykum Sheikh wetu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعده. والله بالحقيقة نحن نتشرف بحضور في هذه القناة الشريفة الجميلة الله العظيم في إبداعها وفي مجال الدعوة ما شاء الله. Kwa hakika sisi ndo tunapata sharaf, na sisi ndo manake tunakuja na sisi angalau tupate zile madad kutokana na channel kama hii kwa ajili ya kueneza da'wa na kueneza akhlaq na siyar za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni furaha kwetu sisi na sisi kuja kushiriki katika jambo la khairi kama hili. Labda niko fursa kidogo japo uamkie ndugu zako wapendwa watazamaji. Napenda kuamkia ndugu zangu wote, maana sisi tumekuwa ni cocktail baina Kenya, Tanzania, Oman, Yemen. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atujalie inna hadhi ummatukum umma wahida, ummatan wahida. Naam. Hiyo Mwenyezi Mungu aturuzuku ikhlas na kuwa na nia njema katika da'wa yetu hii, na kuweza kufikisha kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu tatujalia kufikisha. Kwanza kiwe ni chenye kufanywa kazi katika maisha yetu sisi kama sisi wazungumzaji na usari zetu, kisha inshallah kiwafikie na walengwa ambao ni ndugu zetu Waislamu katika namna gani kuhuisha maisha ya Mtume katika mioyo yao na katika maisha yao, na namna gani kukithirisha kuswalia na kumsifu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwe ni sababu ya kuondoa mazito na mengi yaliyokuwa ya misukosuko ya kidunia, lakini pia kesho akhira kuwa naye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeanza kipindi Allahu wa iyyakum lidhalika inshallah. Amin Sheikh. Tumeanza aya ambayo yani labda wa mara nyingi watu hawaisomi kwa kuizingatia. Naam. Na nimeilenga aya hii, labda Sheikh unaweza kumpa kidogo mtazamaji ufafanuzi kabla aduingie katika kilele cha mada. Naam. Yani Mwenyezi Mungu mwenyewe, muumba wa ardhi na mbingu saba, muumba wa ulimwengu, muumba wa kila kitu, khaliqu kulli shay. Naam. Anamsalia atakayemsalia Mtume. Naam. Daraja kama hii anaipata huyu anayemsalia, ina maana gani katika moyo na nafsi ya Muislamu kabla ya kuanza kipindi chetu rasmi Sheikh wetu? Kwa hakika hii ni sharaf kubwa sana kwetu sisi kama waumini na wafuasi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mungu min ghairi sabiqati ikhtiyar, sisi hatukujichagua kwamba tuwe katika miongoni mwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni ikhtiyari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kutuchagua kwamba sisi tuwe miongoni mwa wafuasi wa huyo kipenzi cha Mtume cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ni khairul anbiya wa khairur rusul wa khairul bariyati ajma'in. Wallahi lau tutatakiwa kuishukuru neema hii, basi tutakuwa maisha yetu yote tushukuru, wala hatutimizi haki ya shukrani kama hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi kuwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Na hapa Mwenyezi Mungu atufundisha namna gani kwamba enyi viumbe vyangu, enyi waja wangu ambao kwamba leo mimi nimewaumba
bila nyinyi kutaka kwamba muumbwe katika wakati gani, au kwanza kuumbwa, kule kuumbwa aslan, fikra ya kuumbwa. Naam. Na ndio Mwenyezi Mungu alikuwa na fikra ya kuumba kama alivyowaambia malaika. Lakini je, ulijuaje kama wewe utakuwa ni miongoni mwa wale watakao kuumbwa? Labda usingekuwepo kabisa duniani, lam yakun shay'an makura. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kukuleta duniani, lakini pia akakupa taufiki ukawa Muislamu, akakujalia ni mfuasi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ja'alaka insanan, kufanya binadamu, kufanya mnyama au kidudu kabisa. Wengine wanasema lao tungejaliwa sisi tukawa maembe, ingekuwa kila siku tunapigwa mawe wala hatunufaishi, wala zaidi ya kwamba tunaliwa kama vile matunda mengine. Tafakari, ungeumbwa mende unaishi wapi wewe? La ilaha illa Allah. Kwa hiyo yote hii ni ikhtiyarati hii subhanahu wa ta'ala. وهي يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى بحق الشكر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Mwenyezi Mungu akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yani hii ni kuonyesha kiasi gani upeo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumpenda bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuonyesha upendo wake kwa huyu kiumbe aliyokuwa bora wa viumbe vyote. Kisha asema ilikuwa yeye atosha kutuambia tu nyinyi mswalieni huyu mtume wenu, mswalieni kipenzi changu. Lakini akasema la, mimi kwanza ambaye nimemuomba na mswalia huyu bwana Muhammad. Allah. Naam. Na kumswalia kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, salatu ala nabii thanauhu wa idharu sharafihi wa fadlihi wa qila hiya rahmatuhu. Yani Mwenyezi Mungu ni kudhihirisha sharaf ya Mwenyezi Mungu, ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kudhihirisha rehema zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au rahma yake Mwenyezi Mungu kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema si mimi tu, na hawa malaika zangu ambao kwamba ni sufaraullah fi ardhihi, Allahu akbar, au fi khalqihi. Maana kini sufara, mabalozi, rusula rusulihi. Naam, rusula rusulihi, na wanaofanya kazi katika ardhi, ikiwa ni kwa mitume na kwa sisi binadamu. So kila mmoja tunafahamu kwamba ana malaika wawili kwenye mabega yake. Kuna wale kina raqibun wa atid na kadha wa kadha wa kadha, wako ambao kazi yao ni za mbinguni, kuna wengine kazi yao za ardhini, na kila mmoja ana kazi yake. Mwenyezi Mungu amewapa wale khisisan kwamba hawa kazi yao ni kutumikia sisi viumbe, kutuletea mvua, kutuletea jua, kufanya hivi. Kila kitu ni amri yake, lakini yeye kama amewapa hawa hizi kazi, kila mmoja afanye kazi yake. Lakini wote pia amewashirikisha katika kumswalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna istithna. Allah sio kwamba wewe ni kulluhum wa malaikatuhu, na malaika zake. Inna Allaha wa malaikatahu, na malaika zake wote. Jaat nakira, wote kabisa. Allahu akbar. Na sala kutoka kwa malaika ni ad-du'a wal istighfar wa thana, yani kumwombea Mwenyezi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumtakia msamaha Mwenyezi Mungu, na kumsifia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumwombea rahma vile vile. Naam. Na sisi waumini, amara almu'minina fi al-aya an yusallu alayhi wa sallimu taslima liyajtami'a ath-thana' ala nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-alamin al-ulwi was-sufli. Allahu akbar. Al-alam kullu. Ma huwa al-alam? Kullu ma huwa siwa Allah. Kila kisichokuwa Mwenyezi Mungu ndio alam. Malaika ni alam, wanadamu ni alam, jamadati ni alam kabisa. Fa Mwenyezi Mungu akataka al-alam al-ulwi wa-sufli an yajtami'a fi athanaya ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanallah, mapenzi makubwa haya kwa Mtume Muhammad. Inadhihirisha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atufufue na atupe ile hadhi na nasibu wafir katika kumpenda huyu Mtume Muhammad, na atujalie tahta liwahi yawm al-qiyama. Lakini Sheikh, pamoja na mazingatio haya, mimi nahisi ukizungumzia mada ya kumsalia Mtume labda tutakata halaka 10. Lakini moja katika hadithi, yani Mtume anaashiria, yani man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10. Atakayenisalia mimi sala moja, Mwenyezi Mungu atamsalia kwa sala hiyo mara 10 au sala 10. Hili vile vile Shekhe liko linaongeza vile vile hamasa, lakini pia linatupa mazingatio makubwa kwamba huyo Mwenyezi Mungu ambaye anamsalia Mtume anakusalia wewe unayemsalia Mtume mara 10. Mazingatio yapi ambayo tunayapata Shekhe? Hapo hii ni kuonyesha
ni kuongeza mahaba ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake Muhammad. Allah. Yani angalia vipi mtume anavyopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi kwamba Mwenyezi Mungu anatupa hamasa na raghba. Yani unajikuta unajua mwanadamu ashazoea nipa nikupe pale kwa pale. Sasa wewe unaambiwa toa dinar moja, mimi nitakupa 10. Utatoa utoi? Pale. Sasa Mwenyezi Mungu asema, mtume sana anasema mwenye kuniswalia mimi moja, Mwenyezi Mungu humswalia kupitia hiyo swala yako moja atakupa mara 10. Allah. Na wanazuoni nasema yakfika salah wahida lilhayati kulliha. Yani leo Mwenyezi Mungu atakuswalia swala moja, wewe ukaswali mara 1000, mara laki, milioni, yeye Mwenyezi Mungu yake moja tu inakutosha kukutoa katika dunia wewe ukawa ni miongoni mwa wapenzi wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na ikakusibu ile sala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo fa kaifa bi10 wa kaifa bi100 wa kaifa bi1000. Hii ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu yakupa neema, kisha ile neema yafanye kama yatoka kwako ili yeye akulipe. Hapa nakumbuka kisa Sheikh cha yule sahabi, labda ungekileta hapa vile ili vile aone uzito mtazamaji wetu wa kumsalia mtume yule. Ile hadithi yukufahamu kwa yaghfir dhanbak, hii hadithi nafikiri vile muhimu sana. Anasema alikuja sahaba mmoja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manake baada ya kuona namna gani kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na faida zake na thawabu zake. Sasa huyu bwana kama ameenda kutaka kujua zaidi. Unajua masahaba walikuwa wanapenda sana kufuatilia, yani mtume anapozungumza jambo basi wao watalifuatilia mpaka kujua mwisho wake. Yatanafasuna fi khairat, naam, kujua mimi nitafanya nini ili hili jambo lilifahamu zaidi au liende sawa na anataka Mwenyezi Mungu. Naam, manake walikuwa harisin jiddan, wanapupa na mambo ya khairati. Vipi mimi nitapata hili nikilifanya mimi nitapata nini? Na utakuta katika hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam vipi alikuwa akiishi na masahaba zake, na masahaba vipi wakiishi na mtume Muhammad. Sahaba huyu anakwenda kumwambia mtume, ya Rasulullah, mimi nataka kukuswalia ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati, katika nyakati zangu za faragha ni kujalie nyakati gani niweze kukusalia. Yani sahaba ataka kipimo ambacho kitamsaidia katika maisha yake, kwamba na mimi ninakuwa naendana na vile mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuelekeza au anavyopenda. Allahu Akbar. Vipi mtume na kwa hakika mtume hana haja swala zetu jamani. Naam. Mtume faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, yusalli alayhi rabbil alamin, na Mwenyezi Mungu tayari yamsalia, malaika zake wamsalia. Wewe yani hii subhanallah, yani hii ni neema Mwenyezi Mungu ametuletea sisi. Ni kama nilivyokuambia, mfano wake ni kama baba anampa mtoto mtaji kwamba hiki fanya hivi kisha na mimi nitakulipa. Allah. Yani yeye akupa pesa ufanye biashara au akufungulia duka kisha kwambia katika hilo duka na mimi kila mwezi nitakuwa nakulipa mshahara wako. Allah. Min huwa ilayhi. Allahu akbar. Na ndivyo ilivyo kwa swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa, yani anakupa neema, anakufungulia arzak, kisha anakuambia ukitoa na mimi nakuongeza. Allah. Yatoka wapi hicho alichokupa wewe? Allahu Akbar. Huo tajiri umeupata kwa nani? Kwake mwenyewe. Allahu Akbar. Kisha yakwambia hicho unachokitoa wewe mimi nakulipia subhanallah. Na kila mara 10. Na kila mara 10. Allahu Akbar. Tizama Mwenyezi Mungu vipi mahaba yake kwa waja wake na kupitia kwa bwana mtume Muhammad. Huyo sahaba Sheikh. Sahaba mtume sana akamwambia mashita. Unajua mtume hapendi kukalifisha masahaba zake, kubana mtu na kumpa yani kwamba fanya hivi, na alikuwa anaweza. Din yusr. Naam, din yusr. Naam. Akamwambia mimi aj'alu laka min salati ruba, yani wakati wangu, robo ya wakati wangu mimi nitakujalia, nitakuwa nakusalia wewe mtume Muhammad. Akamwambia mashita wa in zidta fa khairan. Allahu Akbar. Vile unavyotaka wewe, lakini ukizidisha ni bora. Hapa Sheikh Abu Hassan, sidhani kama mtume yani ana tamaa ya nafsi yake. In huwa ila wahyun
yuha hapa nazungumzia dini. Ina maana yote anayosema hapa ni wahi yuha kabisa. Asije mtu akafikiria mtume bwana anapeleka kwamba asaliwe sana. Yani hapa ni dini. Hapo ni kumuonyesha kwamba unzita fa khairan, ni khairi kwa wewe. Mimi nakutakia wewe khairi. Allahu akbar. Mtume sallallahu atutakia sisi khairi. Mtume hana ubinafsi kabisa. Mtume kama angekuwa na ubinafsi alipopigwa Taif na wale watu akaja malaika tena fi halati ghadab wa fi halati yani kuonyesha mtume ya Sheikh Hassan ya khiraha kumzungumza mtume ya khiraha kumzungumza mtume akaja malaika akamwambia Jibril, nimeamrishwa na mtume na Mwenyezi Mungu nije niwaangamize hawa, nasikia amri yako. Kwa nini wamekutoa damu? Maana ile damu ya mtume sallallahu kutoka tu Mwenyezi Mungu kule anasikia dhiki. Kwa nini kipenzi changu anapata taabu namna hii? Na pale kwa mtume ndio wakati wake kuonyesha namna gani mimi nitawaangamiza wameniudhi. Lakini akasema arju min aslabihim, natarajia watoke katika migongo yao watu watakao kuibeba hii raya, watu watakao kuja kuitukua hii dini na kuipeleka mbele. Wama arsalnaka illa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na mapenzi na mahaba na umati wake kabisa. Kwa hiyo hii ni kuonyesha sio kwamba ni binafsi atakakuongezewa swala, yeye hasihitaji swala zako shekhi. Ni khairi yako, ni kwako, ni khairi. Ahsantum li anfusikum. Naam. Wa in asatum falaha. Naam. Basi yule sahaba akasema thuluth, akaenda mpaka nusu, akaenda thuluth, akaenda thuluthaini, mpaka mwisho akamwambia Rasulullah, mimi nitajalia nyakati zangu zote na kuswalia wewe. Na hapa wanazuoni wanatufafanulia, haina maana kwamba yule sahaba ilikuwa hana kazi, yeye haswali, hafanyi ibada zozote, amswalia mtume. La, maana yake baada adai alfaraidh wa baada adai ma yajibu alayhi min haqq الزوجة وأسرته وأولاده وما عليه وما لهم عليه. نعم. وقس على ذلك. نعم. Zile nyakati zilizobaki zile ndio za kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuna nyakati ngapi za faragha? Nyingi. Leo tumekaa tunaangalia, utakuta ndugu zetu tena Waislamu, tena wengine mabinti wa Kiislamu nani wadogo pengine wameolewa na wengine wasio. Mimi kwanza Sheikh Rashid hapa malhadh muhimu ambao kwamba yanisikitisha na yani unakuta ni jambo ambalo kwamba laumiza kichwa. Vipi binti wa Kiislamu tena yuko na mumewe wanajikoje kwenye TikTok wanaingia tena yule binti saizi awe acheza na mume wake pale. Allahu akbar. Kisha yule mume au harusi zao, wewe mke wako siku ya harusi amevaa bila nguo, wanasema unamdhihirisha katika urembo kamilifu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Na hizi TikTok zafika mbali shekhe. Naam. Wewe leo umekuwa hata huna wivu shekhe na mkeo. La ilaha illa Allah. Hii Mtume sallallahu alayhi wasallam ni dayuth la yadkhulul janna. La ilaha illa Allah. Mtume alivyosema hivyo masahaba akamuuliza dayuth ni nani, akamwambia dayuth ni mtu ambaye kwamba hana wivu na mkewe, au anaoridhika na aibu kwa ahli wake kabisa. Allahu akbar. Leo wewe umekaa eti na mke wako mnacheza TikTok, mnajirekodi, watu wote wanaona maumbile ya mke wako, nywele za mke wako, wala kifua wazi shehe, mapaja wazi wengine. La ilaha illa Allah. Nani Waislamu? Naam. Wallahi ndugu zangu, muna utusikiliza na muna ututizama, tutafakari siku ya akhira, kuna hisabu inatusubiri kabisa. Usiangalie mtandao kwamba mimi unaniingizia hela au views kwamba mimi hizo views ndio zinaleta hela, wafuasi na kadhalika. Wewe ikawa hamu yako ni kwamba ukusanye watu wa kukufuata wewe na followers na kadhalika. Kuna radhi za Mwenyezi Mungu zatakiwa kuzijali. Ni watu wangapi ambao, kabla ya kuendelea mbele Sheikh wangu, ni watu wangapi ambao unawasababishia wao kupata dhambi kupitia mke wako? Na wangapi watamtamani mke wako kwa jicho la matamanio? Hivi hauna aibu wewe? Matokeo yake mke wako akitongozwa usije kulalamika kabisa. Maana kuna watu watamdm, kuna watu watamfuata kwa siri, bana salamu alaykum, vipi hali vipi hali bana, mambo hujambo, kisha wewe uje mkali, wewe mtongoza, si umetaka mwenyewe kabisa. Umemweka, manake umemworodhesha mbele za watu kwamba haya mke wangu ni huyu, anayetaka kuzungumza naye fali tafadhali mashkuran maajura. Manake ni tangazo la biashara. Basi huyu sahaba akawa wakati wake wote wa faragha ule ambao kwamba sisi tuingia kwenye TikTok na Instagram na nini, hana muda huo.
japo wakati huo kwa hakuna mambo ya mitandao, lakini iko kwenda kwenye ibao, iko kwenye kwenda vijiwe vilikuwa kutoka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakienda kwenye lagu na lahu, japo ni katika zile ma halallahu, lakini huyu sahaba akawa wakati wake wote akimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampa shahada 2 au akampa bishara 2. Sikiliza vizuri mpendwa mtazamaji, shahada 2 utazipata kama utakwenda kwa mfumo wa huyo sahaba kumswalia Mtume Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi. Akamwambia idhan tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. Wallahi ma ahwajana ila dhalik. Allah. Sisi tunahitaji haya mambo mawili shekhe, bila kipimo sana. Kitu ambacho tukihitaji duniani ni nini? Ni kuondolewa hizo humumu dunia, humumu duyun, humumu almarda, humumu zawaj, humumu alawlad, humumu almal. Inma amwalukum auladukum fitna. Leo mtu na shamba watamani mvua inyeshe, haiji. Leo utaka kujenga na wewe Mungu hajakujalia kujenga. Leo nayo tamani kuoa, Mungu hajakupa mke. Leo wangapi leo mtu na fedha zake atamani kupata mtoto mmoja, atahangaika. Na wengine waliaadhu billahi wanakwenda mpaka kwa waganga kushirikina kwa ajili ya kutafuta mtoto. La ilaha illa Allah. Kwamba mimi sijapata mtoto, mali zangu hizi nani atakayezirithi baada yangu mimi? Ndio. Subhanallah. Yani wafikiria hivyo, mwisho wa siku waenda kwenye kufuru, waenda kumshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Mwenyezi Mungu afadhali mengine yote aweza kukusamehe, lakini sio kumshirikisha Allah tabaraka taala, sababu hii min akbaril kabair. Kwa hiyo Mtume anamwambia huyu sahaba, mambo yako ya kidunia yote yatabebwa kupitia swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unashtakia nini? Una mgonjwa? Mswalie Mtume kwa wingi. Wewe unashtakia deni? Mswalie Mtume kwa wingi. Wewe una maradhi ambayo kwamba yamekuwa sugu katika mwili wako wewe? Mswalie Mtume kwa wingi. Wewe unataka utajiri? Mswalie Mtume kwa wingi. Unataka mke mrembo? Mswalie Mtume kwa wingi. Unataka gari? Mswalie Mtume kwa wingi. Una maradhi? Mswalie Mtume kwa wingi. Yani yote hawaiji dunia utatoshelezwa kwa kuleta sala ya Mtume Muhammad. Hii ni shahada. Moja katika mwaka juzi, na kama sikosei, Sheikh wetu alitoka katika mtandao kutoka Tanzania. Alikuwa ametoka mtandaoni akiwa analia machozi. Anasema muda mfupi kabla ya ibada nzima ya hija au msafara wa hija kuanza, safari kutoka Tanzania, nilikuwa na hamu sana, imenijia shauku na hamu kubwa sana ya kusafiri. Sina mbele, sina nyuma, hapo sina shilingi moja kuanzia safari. Asema nikapiga kumsalia Mtume baruti usiku na mchana, nikawa ndio mwimbo wangu. Nikajikuta nipo katika msafara wa safiri kwenda haji, na sasa nasafiri. Allah subhanallah. Naam, naipo mtandaoni klipu hii. Naam. Yani hii ni kuonyesha kwamba swala ya Mtume shekhe, wala usije ukasema na mswali ya Mtume, mbona mimi yangu hayaendi? Mbona mimi nimesikia mashekhe wanasema, au nimeona katika hadithi, au nimesikia katika mazungumzo yasema kwamba ukimswalia Mtume haja zako zitakidhiwa. Mbona mimi leo mwaka mzima, mwaka wa pili unaenda huu? Yote ni katika mitihani Mwenyezi Mungu kukujaribu, kukutizama, kuona una uvumilivu. Allahu akbar. Lakini pia tukumbuke hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kujibiwa dua kwako iko sampuli tatu. Yani ewe mja, ewe muumini, kuwa na imani hii ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, unajua Mtume hakutuacha hivi, kila kitu katupa majibu yake. Maana yake unaweza ukasema mimi leo sasa hivi ni mwaka wa 5 mimi naomba, lakini bado hili mbona dua hii imekuwa nzito? Kwani Mungu hawezi kunitimizia? Mimi swali hapa nauliza, haikutoshi miaka 5 mizima ukawa unamuomba Allah wewe? Iwe ni thawabu kabisa. Umeitikia aya katika Qur'ani. Maana kuna watu Mwenyezi Mungu anapenda kuwaona wanamuomba na wanakuwa karibu na yeye. Anapenda sauti zao sana. Kuna watu Mwenyezi Mungu apenda sauti zao. Allahu akbar. Kwa hiyo Mtume akasema kuna watu sampuli 3. Dua hujibiwa sampuli aina na mara 3. Ya kwanza sema Mtume hupewa yule mja pale. Bana mimi nataka mtoto, ndani ya muda mchache utaona jambo lake limesimama. Naam. Mgonjwa wangu amekuwa ana matatizo sana, leo Mwenyezi Mungu amemponya kupitia swala ya Mtume. Nimekumbuka kisa hapa Sheikh, katika nchi ya Lebanon. Naam. Unajua katika nchi kama zile za Kiarabu kuna mchanganyiko wa Waislamu na Wakristo. Siku kama hii, siku ya Maulidi,
kulikuwa kuna sherehe kubwa ambayo imekusanya Waislamu na vile vile wanashiriki Wakristo katika sherehe kama hiyo. Na kawaida ya Waarabu katika sherehe kama hizi wanapiga bunduki juu. Hizo sherehe Maulidi wanapiga wapi? Bunduki juu. Sasa bahati mbaya bunduki moja ikafyatuka kwa makosa ikampiga mtoto wa Mkristo. Subhanallah. Sasa imepita wapi? Imemchubua kichwani, kimeingia kidogo. Imjeruhi mpaka amezimia. Wakakimbia kwenda kumpeleka hospitalini. Kufika kule na kumuingiza katika chumba cha hatari, wakapiga kelele sasa. Yule mama anapiga kelele. Asema, ewe Muhammad uko wapi? Katika siku ya kuzaliwa kwako mtoto wangu atakufa sasa. Kwa sababu daktari alikuwa ameshamwambia mama, hapa tupo 50-50, mtoto wako huenda saa yote akaga dunia. Sasa mama anamshtakia Mtume, wewe Muhammad uko wapi? Katika siku ya kuzaliwa kwako mtoto wangu anakufa na sababu ni maulidi yako. Waisikia? Daktari alipotoka nje anamwambia mama kwamba mtoto wako tupo hapa 50 huenda kaga dunia. Manake kidogo risasi tumeona kama imeingia deep na ubongo umepata ushuzi wa damu. Anasema ule wakati ule wa kutoka daktari kuna chumba cha upasuaji na kurudi ndani akamkuta mtoto salama salimini. Subhanallah. Mama anaingia kuna chumba cha alikolazwa mtoto. Ile anafungua mlango tu mama, mtoto anamwambia mama yake, mkamate huyo asiende, mkamate huyo. Wao mtoto anamuona, mama hamuoni. Allah. Afana shanga, mimi nimeambia daktari, mama mtoto wangu haturi sipata kufa huyu. Muona namkuta mzima. Subhanallah. Mkamate huyo. Anasema nani? Asema Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Muhammad sallallahu amekuja sasa hivi hapa, kama amemfanyia ruqya, amensomea mambo ambayo sielewi, kaondoka zake. Anasema siku hiyo makumi ya watu katika hospitali walisilimu na familia nzima ya huyu mama walisilimu kupitia uko wapi Mtume, uko wapi Muhammad, kaja tena ni mtu Mkristo. Naam. Subhanallah. Naam. Vipi wewe ambaye kwamba ni Muislamu una yakini? Allahu akbar. Basi makubwa zaidi. Sana. Kwa hiyo aina tatu ya kujibiwa dua, asema wengine hujibiwa hapo hapo. Imma ta'jil al-matlub fi dunya. Mwenyezi Mungu hukupa pale kile unachotaka ukapewa. Naam. Au daf'i bala'in wa su'. Mwenyezi Mungu hukujibu dua yako kupitia kukuepusha wewe na matatizo. Anaizuia kabla haijafika. Naam. Ndio pale ukasikia fulani bwana ametoka nusra, nyumbaki karibu yungue. Allah. Afwan. Au ukuta umeanguka na anasali. Naam. Katoka hata hakuchubuka kabisa. Allahu akbar. Bwana leo kulitokea ajali skuli huko mashuleni. Lakini mtoto wako amenusurika, hakuumia, mzima. Wenzake huyu mkono yule hivi. Kumbe ni ile dua yako unayoomba, ya Rabbi na mimi nipatie gari, na mimi nipatie nyumba. Inafanya kazi huko. Mwenyezi Mungu anakuepusha na matatizo. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba mimi dua yangu haijibiwi. Mangapi mabalaa Mwenyezi Mungu amekuepusha nayo. Sana. Mangapi au utasikia fulani umeona amepanda gari ikakwama njiani, masaa kadhaa amesimama yongojea njia. Kumbe kule mbele kulitokea mtihani ya rate kwamba angeenda angepata angeangamia zaidi. Na ndio maana naambiwa hapa kuna funzo kubwa. Ndugu zangu Waislamu, tujifunze. Ndio. Wakati umepanga jambo lako kufanya, ima safari au kwenda sehemu kwa wakati fulani, kisha mara tari ikakupinga wewe hukufika kwa wakati, isemekwaje ukalala. Zote ni qadar za Mwenyezi Mungu. Huwezi kujua wakati ule ungetoka wewe labda ungekutana na balaa gani. Mungu amekuepusha, amekuchelewesha, amekufungia njia. Umetoka labda tairi na pancha, la haula wala quwwata. Sasa utafuta fundi au nini. Sasa na wewe umepanga mimi saa 2 natakiwa sehemu fulani, matokeo yake umeenda saa 4. Yale masaa mawili hujui Mungu kakuepusha nini barabarani. Yani muumini akiwa na imani hiyo wallahi hapati tabu hata siku moja. Nilipenda maneno ya Sheikh Ahmed Ratib an-Nabulsi. Naam. Anasema hili nilizungumzia sisi ni sawa sawa na gari na breki. Kwa nini unafunga breki? Kwa sababu uepukane na kitu kibaya. Laiti kama usingefunga breki ingekupata kabisa. Na vile vile Mwenyezi Mungu anakuepusha, anakufunga breki. Ndio breki zake. Breki ya Allah.
taratibu. Anakufunga break usiende mbele, kuna madhara huko. Sana. Kwa wakati ule. Kabisa. Naam. La tatu au iddikhar al-ajr wa thawab fi al-akhirah. Ya Allah. Asema Mwenyezi Mungu yadakhiru laka, hukuwekea katika kile ulichokuwa ukiomba. Wewe umeomba ardhi, umeomba gari, umeomba nini, umeomba, lakini wewe una mwaka wa kwanza wa pili, ndio hayo ngasema miaka 5 6 wewe bado hujapata, hujaona athari. Usikate tamaa ukasema mimi siombi tena bwana, mimi nishachoka. La, usichoke shekhe, kila ukiomba wajiongezea daraja huko, unajenga wajenga tu magari ya peponi, maardhi ya peponi, makusur na kadhalika, na wanaume wanafurahi al-hurain. Kabisa. Sasa Mtume SAW anamalizia hadithi asema, mu'min atakapoona yale aliyoandaliwa kupitia hizi dua zake alizokiziomba hapa, atatamani laiti kwamba yote angelipo kule akhira, sio hapa. Angalia mwanadamu alipokuwa, kwa sababu hapa sasa mfano ndio umeshapewa gari, umeishi nalo gari, utaliacha huondoke kabisa. Umepewa nyumba, umepewa mali, umeondoka umeziacha. Sasa wewe watamani kitu cha kubaki nacho, ndio akhira. Huna tena zile, ya Rabbi laiti singenipa kitu fulani ukaja kunipa huku, wa hakadha. Mmoja katika wanachuoni anasema, shekhe anasema, wallahi mimi ninapomwomba Mwenyezi Mungu akinijibu namshukuru mara moja, akininyima au akiniharamisha namshukuru mara 10. Allah. Akauliza kwa nini? Anasema kwa sababu lile la mwanzo ni chaguo langu mimi, na kutonipa ni chaguo lake yeye, na khairi zaidi, na sasa kushukuriwa zaidi yeye. Naam. Subhanallah. Istinbat jamil. Naam. Na ndio maana hata tizama wewe mwenyewe ukiwa uko na watoto wako, mfano mdogo tu, si kila anachokuomba mtoto utampa. Leo ameona bastola kwenye mitandao, baba na mimi nataka kununulia, kama utamnunulia? Hapana, huwezi kununulia kwa sababu wajua ni hatari kwake. Madhara. Kisu utampokonya. Umeona nataka kufanya kitu cha hatari, lazima utamkanya, kwa sababu wewe ndio unajua khairi yake na shari yake. Ndio hivyo mfano wa Mwenyezi Mungu kwa wewe, unapomwomba kitu akakunyima, ujue ni khairi yangu kunyima kile kitu. Wa asa takrahu shay'a wa huwa khairul lakum, wa asa tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sasa yote haya ikiwa mwanadamu atayazingatia na kuweza kuona kwamba mimi namna gani naenda na sera ya mtume na vile ambavyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka, basi wewe hupati tabu katika maisha yako. Na ndio maana subra, Mwenyezi Mtume sasa anasemaje, inna sabra inda sadamati al-ula, katika ule mshtuko wa kwanza umelitoa habari nyumba yako imeungua, sio kwanza unajamkia hasa imekuwaje, la ilaha illa Allah, kisha unamkumbuka Mungu. La, pale as-sadmatul ula, ile katika ule mshtuko mgongo wa kwanza ule, pale Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam, ما شاء قدر الله وما شاء، لله الامر من قبل، لله ما اعطى، لله ما اخذ. نعم. يعني hivyo tu, laka ajrain. Allahu akbar. Kuliko uanze kupiga kelele uonekane wewe hujaridhika na kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana ile dua naomba, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inna nas'aluka radd al-qada, لا نسألك رد القضاء، لا نسألك رد القضاء، بل نسألك اللطف فيه. يعني hatukuombe ya Rabbi uirudishe qada yako na qadari yako uliyopanga, lakini katika hiyo qadar tufanyie lutfi kidogo, tupe takhfif, tufanyie usahali na wepesi, rehma. Na katika usahali na wepesi na rehma ni kukupa ridhaa ya kukubali ile qadari aliyokubali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar. Naam. Kwa hiyo tukipata hili basi alhamdulillah. Turudi kwenye kisa cha sahaba wetu. Naam. Aliyepewa yukfa hamuk, hamu za dunia, ambayo kwamba leo sisi ndio dunia inatuhangaisha na tupeleka mbio. Lakini la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wa yukfaru dhanbuk, lakini pia utasamehewa madhambi yako. Na haya ma ahwajuna ilayhi, Allahumma ighfir dhunubana. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Nyote ni wenye kukosa, hakuna mkamilifu, hakuna al-insanu al-kamil isipokuwa yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye wapo wanazuoni wengi wametunga kitabu kakiita al-insanu al-kamil. Maana yake nini? Huwa maasum, hakukosa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walaysa nawmuhu kanawmina, yanamu jasaduhu wala yanamu qalbuhu, tanamu aynahu wala yanamu qalbuhu. Na ndio maana mitume aweza kalala
lakini akiamka akaswali na udhu wake ule ule haendi kutawadha, kwa sababu yeye hakughafilika na Mwenyezi Mungu wala hakutengua udhu wake. Allahu akbar. Wa hakadha yaqulun. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wayaghfaru dhanbu, kuna utasamehewa madhambi yako. Maana yake wewe utakuwa msafi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote wewe acha unyimwe kula, acha unyimwe gari, acha unyimwe hiki na kadhalika, lakini alhamu usiwe na nini madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Lakini yote utayapata, utakidhiwa haja zako kupitia swala ya Mtume Muhammad na kusamehewa dhambi zako. Allah. Yani moja la kidunia, lingine la kiakhira. Allahu akbar. Wewe yani unataka nini zaidi ya hapo? Unataka dunia msalie Mtume, akhira msalie Mtume. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Mwenyezi Mungu atuthibitishe katika hayo. Amin. Na Mtume sallam katika hiyo sadad ya hadithi ambayo kwamba tumeizungumza, man salla alayya salatan sallallahu biha alayhi 10, moja kwa 10, man salla alayya 10 sallallahu biha alayhi 100, man salla alayya 100 sallallahu biha alayhi 1000. Yani moja kwa 10 mpaka imekuwa ni msemo wa Kiswahili, moja kwa 10 watu Allahumma salli alayhi. Allahumma salli. Unasema wewe? Naam. Mpya. Moja kwa 10. Allahumma salli alayhi. Naam. Na Mtume mwisho akasema, na mwenye kuniswalia mara 1000 hatakufa isipokuwa ataona sehemu yake ya pepo. Allah. Kila siku ukaona uradi wa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000. Allah. Mwenyezi Mungu wasema lam yamut illa wa yara maq'adahu min aljanna. Allah. Hatakufa mtu isipokuwa ataiona sehemu yake ya peponi ni wapi. Nakumbuka siku moja Sheikh wangu samani ni alikuja mmoja kukarabati kisima. Kisima kidogo kimepungua maji. Sasa alikuja kukichimba ziada au kufanyia kama vile huduma za dharura ili maji yarudi. Yule mtu Sheikh wangu nishuhudia kwa macho yangu haya na kumsikia kwa masikio yangu haya, alikuwa anamsalia Mtume mpaka linatoka povu la mdomo. Allahumma salli sallam. Yeye akisemeshwa tu ndo anaacha kumsalia Mtume. Yani sijapata kuona mtu kama yule wallahi. Hii yote ni kuonyesha namna gani watu wameshikamana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Na khali lisanak ratban bidhikri Allah wa bidhikri Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yani ulimi wako haumalizi mate. Unajua haukauki kwa kumswalia Mtume, kwa kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna kitu vile vile kama istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Atafanya nini kisha? Yursil samaa alaykum midrara. Kwanza mtapata mvua. Wa yumdidukum bi amwali, mtapata mali. Wa banina, mtapata watoto. Wa yaj'al lakum jannatin wa bustani wa yaj'al lakum anhara. Na mito. Yote istighfar. Allah. Yani ina maana istighfaru ina kazi kubwa sana. Kwa shahada ya aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabisa. Ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia watu wa Nuh. Na hii wanasema al-ibra bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab. Ibra inaozingatiwa ni neno linalozungumzwa. Haizingatiwi sababu walioambiwa ni kina nani. La. Maadamu Mwenyezi Mungu kashasema, ina maana ya ummu al-kull. Kama dua ya Yunus alayhi salam. Naam. Li Yunus khassa wa lil mu'mina amma. Naam. Kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hii hapa, waman salla alayya fi yawmin 1000 marra lam yamut hatta yara maq'adahu min aljanna. Hatta yubashshara bil janna. Allahu akbar. Yani kwamba unapomsalia Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam 1000 hutokufa isipokuwa utaona sehemu yako ya pepo. Allah. Au utabashiriwa pepo. Utakujikuta tu wewe, anaweza kaja Mtume usingizini akakwambia wewe min ahli aljanna. Wangapi Mtume sallallahu alaihi wasallam wabashira pepo? Au antara maq'adaka wa anta fi hali wafatika. Naam. Kabisa. Annaka min ahli aljanna. Kwa hiyo Allahumma ij'alna minhum ya rabb. Mwenyezi Mungu atupe ithbati na kuweza kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimekwambia mtazamaji, yani tukizungumzia kumsalia Mtume tu tutahitaji sio chini ya vipindi 7. Lakini kwa sababu tuko katika siku ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu kwetu sisi tuhame kidogo ili faida iwe kubwa zaidi, pamoja na faida adhimu ambayo Sheikh wetu Bahasan ametupa. Sheikh wetu, kufurahia mazazi au kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini kwanza tunasherehekea Sheikh wetu? Kwa nini tunasherehekea hafla za Mtume Muhammad au mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapo kuna asbabu nyingi. Asbabu al-ihtifal bi dhikra maulidihi sallallahu alaihi wasallam.
tayari kule ihtifal au ihtifa بذكره أو بذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم هو إظهار الفرح والسرور بميلاده صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. ikiwa jamadat zilifurahi, kwa nini sisi ambao kwamba ni binadamu ambaye ametumizwa kwetu sisi tusifurahi? Allah 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 Allah. Wanasema ilizagaa mianga nuru wakati wa kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tutoe kipande kidogo cha shairi la Kiswahili bismillah kwa njia ya kasida. Allahu akbar. Ilikuwa nilikuwa nasubiri kwa hamu Sheikh wangu. Bismillah Sheikh. Ni kasida Sheikh wetu ana sauti nzuri ya kasida. Naam bismillah. Hii kasida ilitungwa na mmoja katika wazee wetu Allah yarhamu Said Hussein Badawi. Mashallah maneno mazito sana. Allah maneno mazito ambayo kwamba leo imekuwa kama nyimbo taifa, hasa siku ya leo mwezi 12. Naam. Yani kila mahali utasikia hii kasida yaimbwa na watu kuifurahia na kushangilia. Sema nyoyo zimefurahika kwa kuzaliwa nabia, ulimwengu ulicheka kwa nuru kutuenea, nyoyo zimefurahika kwa kuzaliwa nabia sana. Na ulimwengu ulicheka na unaendelea kucheka mpaka leo kwa kuzaliwa nani? Ikiwa ulimwengu ulicheka, jamaadati zilicheka na wanyama walizungumza mazazi ya Mtume sallallahu. Mimi nikwambia siri Sheikh, yani nimefanya vipindi vingi hapa. Ndio. Lakini leo hisia yangu kwa kumzungumza Mtume hapa tofauti na vipindi vyote nilivyoona kabisa wallahi. Naam. Anasema sahibu al-Barzanji, wanataqat bihamlihi kullu dabatin li Quraish tena bifisahil alsun al-arabiyya. Allah. Yani walitamka wanyama kwa mazazi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajapo kuna wenzetu ambao washangaa eti wanyama kutamka. Ikiwa kuna makubwa zaidi ya hayo atashinda mnyama. Wanyama wamezungumza na Nabii Suleiman. Allahu akbar. Naam. Wanyama wazungumza na Nabii Suleiman, wasikia. Naam. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمن سليمان. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها. يعني Mtume Suleiman amesikia kauli ya nini huyo sisimizi akizungumza na wasisimizi wenzie. Allahu akbar. Washindo wanyama kuzungumza kwa mazazi, mab'ath khairil khalqi, miladi khairil khalqi, ambaye huyo Mtume Muhammad ni bora kuliko Nabii Suleiman, bingo mitume. Naam. Kwa hiyo si kitu cha ajabu kabisa. Na akiendelea na kasida yake Said Hussein anasema ilizaga mianga Bwana alipodhihiri ya marhaba, akaondosha ujinga, ilimuka tuhubiri. Allah. Wangesema wakusema. Mashairi yanatoka kidogo lakini maneno mazito sana. Allahu akbar, subhanallah. Na kasida hii nakwambia imekuwa ni nyimbo ya taifa. Na mashaallah. Ni kasida yani imekuwa watu wote waijua na kila mmoja atamani kuisoma na kuileta. Nitatamani Sheikh baada ya kipindi unirushie mashairi yake yote alafu tutaiweka mtazamaji apate kuipata kwenye kipindi hichi inshallah taala. Hakuna neno. Bismillah taala Sheikh. Ni maneno makubwa sana ameyazungumza Said Hussein Badawi, Allah yarhamu, Mwenyezi Mungu amrahamu. Kwa hiyo asbabu al-ihtifal bi dhikra ni idhhar as-surur wal farah. Kumfurahikia. Naam. Kudhihirisha furaha zetu. Ndio. Naltaqi linatadhakkara milad khair الأنام الذي أنار البشرية بالهدى والنور. Tunakusanyika kukumbuka mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba ameileta nuru hii iliyozagaa katika ulimwengu. Na istidhkar asira al-atira ni kuikumbuka pia sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini maana sira? Maisha yake kuanzia kuzaliwa, ambaye ndio mwongozo mzima kabisa. Tutajuaje sisi
maisha yake mtume ili na sisi tuige. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hicho kigezo lazima ukisome au kumbushwe kwamba bana alikuwa vipi, alikuwa akiishi namna gani, akiishi na majirani zake namna gani, na ndugu zake akiishi nao vipi, masahaba zake akiishi nao vipi, na hapa ndio muhimu mpaka makafiri namna gani akiishi na wao. Na hapa tunakumbuka Sheikh wetu, yani mambo makubwa kabisa ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kudhibiti maadili, tabia, akhlaqi, miamala baina ya watu na watu na mnyama, watu na mti, watu na viumbe kwa ujumla kabisa. Na hii ni kudhihirisha namna gani mpaka wanyama wameathirika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kisa kimoja kinapokelewa, anasema kuna mbedui mmoja alikuwa anachunga mbuzi wake. Akaja mbwa akamchukua yule mmoja katika farisa, manake katika mbuzi wake au kama ni ghazal. Wakati muinda yule mbwa, manake anataka kula yeye. Yule mbedui akakasirika, akaenda kumshika yule mbwa, anamtoa yule mbuzi wake aliyomngata. Fatakallama alkalb. Mbwa akazungumza, akatoa sauti, akamwambia atamnauni min rizqin saqahu Allah ilayhi. Hani unanima mimi riziki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameniletea. Akamwambia leo zungumza wewe, mbwa unazungumza leo? Akamwambia ataajabu min hadha, fa hunaka ajabu alujab, fa inna rasulullah qad bu'ith. Allah man hadha? Akamwambia innahu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalia kalba anafanya da'wa, Allahu akbar, analingania watu. Allah. Akamwambia aina huwa? Akamwambia yuko Makkah hapo. Sasa mimi nitaenda vipi mbuzi wangu hawa? Akamwambia mimi nitakulindia. Mbwa asema mimi nitalinda hao mbuzi, wewe nenda na kweli akaenda kule, akasilimu na akarudi, akakuta mbuzi wake wako kama salama salmin. Hii yote ni kuonyesha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa rahma mpaka kwa wanyama. Allahu akbar. Sasa leo tuache kusherehekea kiumbe kama huyo ambaye kwamba leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuwa ni rahma kwetu sisi. Kwa hiyo yote hii ni kuistidhkar na kukumbuka sera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neema ya uwepo wa Mtume ikiwa hayyan au mayitan, tibta hayyan au mayitan ya Rasulullah. Miongoni mwa hayo, kwa nini tunafanya ihtifal? Tajdidul ahd. Kurenew ahadi zetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhuisha sunna zake. Kwa lugha leo tunamwambia Mtume tupo pamoja kabisa. Allah. Naam. Walisema wenye kusema sisi na Mtume na sisi mpaka kufa. Amin. Kono kwa mkono ni peponi. Mpaka peponi. Naam. Tajadud al-irtibat bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqtadi bi af'alihi al-karima fi hayatina al-yawmiyyah. Isibaki ni sera kuhadithiwa tu. Hii ndio tajdid al-ahd. Manake kutumia zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha yake tuyatumie katika ayamiyat, yani yomiyati zetu, siku zetu hizi za maisha yetu. Angalia, kila mmoja ana njia zake katika maisha. Kuna mwingine ni shekhe maskini, yeye akitoka msikitini aenda kasalishe msikiti, muhadhara hapa, muhadhara ndio darasa. Mwingine ni ofisi, wala hakuna ambaye kwamba ni mbora mbele ya Mwenyezi Mungu isipokuwa ile bitakwa. Wewe unaweza ukawa uko zako ofisini unafanya kazi zako, na yule labda ni ustadhi ni hivi na hivi, lakini yule aliyokuwa ofisini akawa mbora kuliko huyo kabisa. Yule aliyokuwa shambani labda anayekata matunda, anayekata nyasi, akawa mbora kuliko yule ambaye kwamba ni ustadhi amekaa kitako, anasomesha, anafundisha, anaeleza. Na hii ni waqi. Inna akramakum indallahi atqakum. At-taqwa ndio inachotizamwa. At-taqwa hahu. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila haangalii sura yako kwamba huyu ni shekhe, mashallah, na sura za ushekhe, sura huyu kila saa masuti sio nini, kumbe yule akawa mbora kuliko wewe. Allahu akbar. Kwa hiyo ridhika na pale Mwenyezi Mungu alipokuweka. Hatuambiwi lazima sote tuwe mashekhe. Hatuambiwi sote basi itakuwa kazi. Sasa wengine majenzi yatakufanywa kama hizi ma studio nini, nani kufanya? Hakuna. Mimi mfano shekhe hapa sijui kushikata maiki kuitengeneza na ifanyaje, sijui hata screen yashikwaje au kamera yashikwa vipi. Lazima tupate watu ambao kwamba hawa kazi yao ni madakatira, hawa kazi yao ni maengineer, lakini wote al-istiqraru fi taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unapokuwa katika yaumiyati zako,
tizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mweke katika uso wako. Mimi nimetoka sasa hivi nenda zangu ofisini, nimepiga tai yangu, ni mavazi kiofisi ambapo kwamba lazima natakiwa kuvaa. Sawa? Lakini nini iktida yangu kwa Mtume Muhammad? Natoka na dua. Natoka nyumbani kwangu na mguu wa kushoto. Ndio. Kama vile unavotoka msikitini. Nyumbani ni kama msikiti. Ndio. Ukitoka unatoka na mguu wa kushoto. Ukiingia nyumbani kwako ni sunna kuingia kwa mguu wa kulia. Kama unavyoingia, na hapa kuna dua na pale kuna dua. Naam. Ndio. Msikiti chooni utatoka na mguu wa kulia, utaingia na mguu wa kushoto. Sokoni pia unaambiwa ni sunna kuingia kwa mguu wa kushoto. Ukitoka unatoka na mguu wa kulia. Kwa sababu ya mashetani ambao, kwa sababu mashetani pale ni mambo ya ghishi yafanyika, fitna zafanyika, ni sehemu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema habbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadhul biladi ila Allah aswaquha. Sehemu ambazo zinapendwa na Mwenyezi Mungu ni misikiti, na sehemu ambazo Mwenyezi Mungu anazichukia ni sokoni. Kwa nini? Lakini ya Rabbi, sisi sokoni ndio tunapofanya biashara zetu, tunatafuta riziki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Ndio. Lakini ndio sehemu ambayo kwamba mara nyingi ghishi na matatizo yanafanyika pale. Kwa hiyo ushetani umetawala. Ndio. Naam. Kwa hiyo katika jumla ya mwanadamu atakiwa kujua ni tajdidul ahd. Ndio. Ni kwamba kuifanya upya ahadi yako baina yako wewe na Mtume Muhammad. Yani inapokuja dhikra miladi na wewe unajaddid ahadi yako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna kitu mimi nilikuwa sifanyi, sasa naanza kufanya. Kujitathmini maana yake. Kujitathmini katika maisha yako. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Naam. Mimi ilikuwa kabla ya miladi yake au kabla dhikra miladihi nilikuwa labda asiswali sunna za kabla na baada. Sasa hivi kuanzia leo nataka nianze kushikana nazo. Allahu akbar. Mimi nilikuwa sijui kuswali witri, sasa nataka nianze kuswali witri. Mimi nilikuwa sijui mambo ya kusimama usiku, lakini leo nataka nianze. Na mimi hata kama useti saa, unajua kuna watu wanafanya qiyamul layli saa kamila kabla al-fajr. Kuna watu nusu saa, kuna watu robo saa. Lakini wewe nawe hata angalau inuke ile saa 9 ile. Bismillah, nimeenda chooni, umetawadha, sasa raka 2, rudi ulale. Utakuwa angalau umehuisha ule usiku. Kwa nini? Kwa ibada. Na ni sunna, miongoni mwa sunna kabisa ambayo kwamba ametuasisia bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. كيف نستفيد من هذه المناسبة؟ قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة والسلام عليه، إطعام الطعام وذكر الله، اقتداء بمعاني الشكر والخير. Kulisha chakula ni moja katika sadaka kubwa ambayo kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akiipenda na akihusia sana. Afshu salama wa at'imu at'ama wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhul jannata bi salam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kwa hiyo haya ndiyo mambo yanayopatikana katika kwanza nini ambacho kwamba sisi tunafanya ni idhhar al-farah, istidhkar sira, tajdid al-ahd. Kisha tunapata kujua sera yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndani yake katika hizi hafla watu hulishwa chakula, hata kama ni halwa, tende na maji, natosha, duna israf kabisa. Na hapa astatriqu lilmawdhu' حول يعني المولد مثلا. kwa ufupi na kwa haraka. ما حكم المولد؟ حكم الاحتفال بالمولد صلى الله عليه وسلم. Leo imekuwa mjadala mkubwa ambao kwamba hatuna haja kuingia kwa sababu huu mjadala ukiingia ukaurudi. Lakini tu kwa haraka mahufadh, unajua maana hufadh? Naam. Mtazamaji ndugu yangu Muislamu, hafidh katika lugha ni mtu aliyehifadhi hadithi 100,000 biasanidiha. Sio qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an inma al-a'malu binniyat. La. Hii ni an zile. Na kila hadithi unaweza kukuta an ziko 30 20. Sasa wewe jalia kila hadithi an fulan an fulan imepokelewa na nani? Kwamba amepokea kwa fulani, amepokea kwa fulani. Hao fulani mafulani unaweza kukuta hadithi moja kwa uchache tujalie wako 20 tu mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hao watu 20 katika hadithi moja, hadithi 100,000 na kuna watu 20, ni watu wangapi utakana wao umehifadhi? Allahu akbar. Huyo ndo anafika daraja ya kuitwa hafidh. So umehifadhi hadithi zako 100, 200 au 1000. Natakana hadithi 1100. 1100. Wewe ndo umfanyaje?
umefika daraja ya nini? Hafidh. Sasa mahufadhi zaidi ya 15 wametunga maulid na wamethibitisha kwamba al-ihtifalu bil maulid an-nabawi sallallahu alayhi wasallam min al-bid'ati al-hasana wa yuthabu alayha sahibuhu. Kwa hiyo hatuna haja ya kuingia katika msururu, lakini hadi hapo mahufadhi wengi ambao kwamba wamethibitisha na raji' fi al-kutub al-ulama na jamhur al-ulama, utakuja kukuta ni jambo ambalo kwamba ni mashruu. Na wako waliokuwa wamepinga. Sasa wewe mwenyewe tizama moyo wako unakinai wapi. Tumebakiwa na dakika zetu 5 ya kipindi chetu Sheikh wetu. Wakati umekwenda kwenye mada hatujaingia je. Lakini ni jambo tosha kabisa la kuhamasisha watu, na inshallah katika vipindi vijayo tutaweza kuzungumzia kiupana na kiurefu zaidi. Kupandikiza mapenzi ya mtume, na tunazungumzia mazazi ya mtume, na ni wakati mwafaka wazazi wakae kitako, wakalisha watoto wao kitako, vile vile kuwakumbusha sera na mambo kama haya. Vipi tutaweza kuacha jambo hili la kumjua, kumtambua, kumuelewa, kumfuata kama kigezo ni jambo endelevu kwetu sisi na kwa vizazi vyetu Sheikh wetu? Naam, katika namna ya kuweza kuwapandikiza watoto familia ni haya. Ukawa wewe una uslubu wako. Unajua leo watoto wetu wote wanawahi kuamka mapema kwa ajili ya maskuli na mashule. Mtoto anaweza kuamshwa saa 11 Sheikh. Na nusu atakiwa atoke, gari shampitia au mzazi mmoja anampeleka skuli, akirudi ni magharibi, mtoto yuhoi. Tena unaweza kukuta mtoto wa miaka 7, miaka 8 mdogo. Subhanallah. Sasa namna gani unampandikiza mtoto wako yule wakati bado angali mbichi? Ni pale alfajiri unajua hakuna wakati ambao kwamba dhihni inakuwa safi kama wakati ameamka mtoto. Ndio inakuwa hajakutana na mambo yote kama sponge kavu. Ndio pale unambandikiza pale. Na nahusia hili, na najusia mimi mwenyewe, watoto wetu kabla hawajaenda maskuli waanze kusoma hata Qur'ani, hata kama ni kidogo. Ndio sasa unakuta, na wallahi la ajabu na kinachosikitisha, mtoto anaweza kamsha alfajiri asikia adhana imeadhiniwa lakini akaenda skuli hata kuswali hajaswali. Anaandalia kwa hiyo anawahi na adhana inaita. Allah. Au anaamshwa tayari ishaswaliwa. Basi ile speed ya kwenda skuli, hata mamake mzazi wake hakumbuki kumwambia mtoto swali. Mmoja katika mashekha na hadithi ya kisa alikuwa anamuuliza mmoja kati ya wazazi, ambaye mbona yani jirani yake, mbona watoto wako siwaone msikitini, na mashallah alayhi mtoto wa miaka 10, 15 na wenzake naona wadogo kuliko wao, sema watu wangu usingizi wao mzito sana. Akamwambia atakuuliza swali la pili, ikitokea labda moto umetibuka ndani ya chumba chao utafanya nini? Utawaamsha? Sema tena nitawavuta kuokoa. Sema sasa tutaokoa na moto wa duniani, unaogopei moto wa akhera wewe? Subhanallah. Angalia mfano uliokuwa mzuri sana huo ambao kwamba ni wa kuzingatiwa. Yani leo wewe utakuwa unafahamu hilo, basi utakuwa hupati taabu. Kuna moto hapa mkali. Yani unahakikisha kwamba hawa kivovote mimi nitawaamsha, si waache waende kusali. Kwa hiyo ndugu zangu, leo katika jamii yetu tumekosa hii. Na unaambiwa leo mtoto wako akianza kuamka asubuhi akaingiza maneno ya Mwenyezi Mungu kwenye kichwa chake, ni fathi kubwa ile. Akienda skuli kule anaelewa tu masomo. Na hasa kama siku za mtihani ndio kabisa. Allahu akbar. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu. Wakiamka kwanza umeshakuwa swali alfajiri kwanza Allah. Naam. Shika mswahafu. Soma sura yako. Pengine mtoto kama hajaingia mswahafuni, hata kama nzile qul Allahu na qul a'udhu binnas, hata kama ni alhamdu, asome akariri mara kadhaa, ili mradi kinywa chake kiwe kimeanza na nini? Na Fatihatul Qur'an. Fatihati kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kisha mwambie msalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfunze mtoto wako, angalia umemsalia mtume leo, asema hamsalia mtume mara 10 tu. Asili mtoto anaanza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na kuna visa vingapi ambavyo ni mtume na watoto? Wahadisieni watoto wenu vipi mtume aliishi na watoto? Mtume alikuwa anawatolea hata watoto ulimi ile ya utani ile. Naam, lisano sharif. Naam. Anakuja saa nyingine mtoto amekaa anamziba macho kwa nyuma. Naam. Kama vile watoto wanavyocheza. Kabisa. Yote ni kuonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam namna gani muamala wake na watoto. Allahu akbar. Al-Hasan anakuja anampanda mgongoni wakati wa sala yake, anarefusha sajda. Kabisa. Sallallahu alayhi. Mpaka masahaba wanamuuliza, ya Rasulullah, leo paka tumehofia labda kwamba hal qubidha alaik, paka tumedhania labda umeondoka duniani. Akasema la, inna ibni hadha
mtoto wangu huyu ambaye alikuwa ni Hassan na Hussein alikuwa amenipanda mgongoni, sikupenda kumuudhi. Subhanallah, angalia mtume mahaba yake na watoto namna gani. Geuza shilingi Sheikh, geuza shilingi. Mtume anasalisha, anasikia mtoto kwa jirani ya msikiti analia, anafupisha sala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ukarefusha, ukanafupisha. Yote rahma kwa watoto wake. Kabisa. Na hii ni mada hasa ilikuwa tuipangie rehema ya mtume kwa watoto na masahaba zake. Naam, mada adhim. Kwa hiyo watoto wetu tuwapandikize Qur'ani, tuwapandikize swala za mtume wakati asubuhi. Sera ya mtume. Naam, sera ya mtume. Unamfundisha mtoto wako namna gani mtume alikuwa akiishi, namna gani mtume alikuwa akila. Ndio. Yani unajua katika ile maisha utampa mtoto sira. Kabisa. Vipi mtume alikuwa akivaa? Akianza kuvaa anaanza na mkono wa kulia. Kiatu cha shule anavaa, mfundishe kwanza na mguu wa kulia. Akitoka mtoto mwambie haya, toa mguu wako wa kushoto. Na ukirudi nyumbani ukumbuke kuingia nini? Ukitoka nje soma dua. Naam, ya bunayya samillah wa kul bi yamina wa kul mimma yalik. Ana kama naimba lakini hadithi anahifadhi na anaitekeleza kabisa. Ina maana hiyo ndio siri yenyewe ya mtume sasa. Mwanangu, kula mkono wako kulia, kabla hujakula nawa, kabla hujaingia choni soma dua. Ndio. Na hizi ni vitu ambavyo kwamba watoto wanakaririshwa wakiwa wadogo kabisa, wakiunukia kiasi kwamba mtoto mimi nakumbuka mamangu alikuwa akinihusia sana kumswalia mtume. Hii ni ibada kubwa sana, nataka nishikamane nayo. Na sahaba na vijana wale wanainukia katika hali hiyo, ina maana zile sala za mtume tayari umeshawamezesha toka wadogo. Na hata kama hawajazifahamu utotoni, anakuja kukulia baadaye asema kumbe nimejaa sunna nyingi kwa utekelezaji katika maisha yangu wakati zimepandikizwa kwangu kutoka utotoni. Naam. Nimalizie na kisa kimoja cha thamani ya swala ya mtume Muhammad. Kuna mama mmoja alikuwa apenda sana kumswalia mtume Muhammad. Yeye kila sani swala ya mtume tu. Allahumma salli wa sallim. Mpaka watoto wake washamzoea kwamba mama yetu kila muda yeye ni kumswalia mtume. Allahumma salli ala Muhammad. Chochote anachofanya yeye utakuta hivyo. Siku alipokuwa anakwenda haji, maana mtoto wake alimchukua wanakwenda haji, bahati mbaya njiani akaumwa. Zamani mambo ya hakuna misafara ya sasa hivi. Watu wakisafiri na wanyama na kadhalika. Bahati yule mama ikawa imefika ahadi yake. Akafa njiani. Alipokufa yule mama uso ulibadilika kwa mweusi. Inaonekana kutokana labda ana nuksani zake za kibinadamu alizofanya au za kiafya. Naam. Yule mtoto akalia sana mpaka akapotewa na usingizi. Kuumia na kusikitika, mbona mamangu uso wake umekuwa namna hii. Pamoja na kuwa anamsalia sana ndani ya usingizi akamwona rajulan bidh thiyab bidh alwajh, mweupe, amevaa nguo, amekuja na farasi mweupe mzuri, hasan alwajh. Akamfuta uso yule mama, fatalala wajhuha. Uso wake ukawa unawaka nuru, umekuwa mweupe. Yule kijana akafurahi sana. Akamwambia, wewe ni nani? Kumbe alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakumjibu mtume, akamwambia, nani mamako alikuwa kimtaja sana nani wakati wa uhai wake? Akamwambia, kwa kathiru sala ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakumjibu tena, akageuka akamtoka zake. Akafahamu ni mtume Muhammad. Na kweli akishtuka, mama uso sio ule. Uso na nuru na umebadilika, amekuwa ni ahlul janna. Allahu akbar. Kwa salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh, unajua saa nyingine unazokuwa unafanya ibada ukaona huoni athari yake. Athari yake inakuja عند الممات. Mwenyezi Mungu atupe na sisi inshallah. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Pedro Zamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu kama tulivyokianzia au kianzisha kwa kumsalia mtume. Vile vile tumekipa hatima ya kumsalia vile vile mtume sallallahu alaihi. Tuyo ana maana kwamba kipindi hichi kimebanwa baina ya kumsalia mtume
na kumsalia mtume. Mwenyezi Mungu atuhuishe katika maisha yetu haya tukiwa tunapata sunna zake, lakini pia tumpende na tuwe na ahadi mpya mara baada ya mara ya kutimiza na kuelekea katika sunna zake mbalimbali. Lakini anza leo mpendwa mtazamaji katika utekelezaji wa sunna. Soma zile sunna ambazo huzijui uanze kuzitekeleza, lakini pia sunna ambazo unazijua lakini pia zipo katika maisha yako anza kujipamba nazo. Ni khairi kubwa kama alivyo. Naam Sheikh wangu, naona kama sekunde 30. Bismillah. Tafadhali Sheikh. Kwa hakika katika kitu ambacho kwamba tumepanga kuzungumza lakini imetutoka ad-dinul muamala. Allahu akbar. Ad-dinul muamala, namna gani utaamiliana familia, jirani na watu waliokuzunguka kwa ujumla. Na ndio maana muamala wenyewe, muamala si kuuza na kununua tu. Muamala namna gani utalimia mwenzako, na muamala namna gani mwenzio aliyokukosea utamsamehe. Na hii ndio katika akbar shia hii sallallahu alaihi wasallam katika tabia zake kubwa alikuwa akipenda kusamehe. Kwa hiyo ndugu zangu, tusameheane. Wito wa kipindi. Wito wa kipindi, tusameheane. Naam. Mimi naomba mtazamaji, hasa yule ambaye anahisi kwamba hasameheki, basi huyo msamehe leo. Naam. Kwa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kuna wengine kwambia bana, yani kuna mtu maskini kutokana na maudhi aliyopata na ile dhiki aliyopata kwa yule mtu, akwambia Sheikh, kuna wengine ni haramu hata kuwasamehe. La, hakuna. Mahma kana al-khata, mahma kana makosa yoyote yalobaki, hakuna makosa yasosameheka. Kuna swali katuuliza Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Naam. Ala tuhibbuna falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yenyewe hampendi kusamehewa. Anasema ighfiru yaghfiru Allahu lakum, sameheni Mwenyezi Mungu atakusamehe. Sisi tuna mengi ambayo tutakusamehe. Allahu akbar. Ili Mwenyezi asamehe na mimi hata nimsamehe. Tena wewe sio kumsamehe mtu labda mmepishana njiani, gari yako na gari yake zimegusana, au labda amekutangulia, ameingia njia sio yake, nimemsamehe. La, ile makosa madogo, au umeibiwa viatu sijui msikitini au nini. Hivyo vitu vidogo vidogo. Wewe utakana usamehe yale makubwa ambayo kwamba hili unaona hili ni zito kwangu mimi kusamehe. Pale unaposamehe ndio thawabu zenyewe unazozipata. Kumbuka yule sahaba alikuwa Mtume amebashiria, amembashiria pepo. Alipoulizwa unafanya nini, akasema nilikuwa silali kitandani bila nimeusamehe kila aliyenikosea. Kila aliyenikosea nikasema ya Rabbi, mimi nimemsamehe yote. Kwa hiyo ndugu yangu, jifunze kuanzia leo, yoyote aliyokukosea tia nia, na wallahi Mwenyezi Mungu atakusaidia. Hata kwa una zito limekaa kama jabali, ya Rabbi, mimi nataka kusamehe lakini hili ni zito kwangu kutokana na mambo yalivyotokea, nisaidie. Utasamehe na ajira yake utakuja kuona siku ya kiyama. Amin, amin. Yani lifanye kama linyongo fulani meka moyoni, kamate hivi lisokote likusanye vugumize bali kabisa. Na Mungu atakusaidia kabisa. Zakala khair Sheikh Bahasan An-Nawfali, Mwenyezi Mungu akujazi kila khair, na kipindi hichi tukikute kiyamani ikiwa shahidi kwamba tulimsalia mtume, tukamtangaza mtume, tukamzungumza Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kila atakayepata kipindi hichi akieneze, kwa sababu kama umeshindwa fikisha yale yaliyofikishwa, na utapata thawabu zako, na itakuwa kila atakayemsalia mtume itakuwa katika mizani ya mema yako vile vile, kwa sababu umefikisha ilmu. Jazakallahu khair Sheikh Abu Hassan. Jazakumullahu khair, wallahi farihna bikum wa نحن نتشرف بهذا الدرس, وربنا يحفظنا ويرزقنا الإخلاص. آمين آمين. Ndio mpendwa mtazamaji, tunafika mwisho wa kipindi cha leo. Ahadi kukutana katika vipindi vingine vizuri, lakini sidhani kama una kipindi kizuri zaidi ya kipindi cha kumsalia na kumjua na kumtambua kipenzi cha Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadi tutapokutana katika vipindi vingine, na kuacheni katika amani za Mola na rahma zake na baraka zake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkono kwa mkono mpaka peponi. Asante. Jazakallahu khair. Nijuze kivuli cha amani.